Sky TV, above the limit. Je, unatafuta fursa ya kazi na kipato cha haraka? Je, wewe ni kijana mwenye juhudi unayeweza kufanya kazi kwa uhuru na uko tayari kusambaza taarifa za bidhaa bora kabisa ya runinga nchini? Sky International TV inawatafuta vijana wa mauzo kutoka mikoa yote ya Tanzania kwa ajili ya kusambaza vipeperushi na kutangaza huduma zetu kwa wananchi. Kama uko tayari kuwa sehemu ya mapinduzi ya habari na burudani Tanzania, jitokeze sasa. Tuma ujumbe wenye jina lako, umri, mkoa na namba ya simu kwa simu namba 0673 33 61 99 au kwa WhatsApp namba 0792 88 86 42 au kwa email skyinternationaltv@gmail.com, au unaweza kufika ofisi zetu zilizopo katika jengo la Kato Plaza, mtaa wa Majengo, jijini Dodoma. Sky International TV, above the limit. Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu. Serikali yalaani vikali na kukemea tukio la kushambuliwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Dr. Charles Kitima pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Na kimataifa, na habari nchini Burundi wakemea vitendo vya mateso dhidi yao. Na kwa upande michezo, Simba ajifua vyema kwa winda mafanda JKT Tanzania kesho kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mindi Josefu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mpango amesema serikali inalaani vikali na kukemea tukio la kushambuliwa na kuumizwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Dr. Charles Kitima pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Makamu wa Rais amesema hayo wakati aliposhiriki katika misa ya kumsimika askofu wa jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo, Mhashamu Askofu Stefano Lameki Msomba, pamoja na sherehe ya uzinduzi wa jimbo hilo uliofanyika wilayani Bagamoyo mkoani Pwani. Dr. Mpango amesisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu kipindi chote cha maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu, na amewaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Kwanza, napenda kwa niaba ya serikali kutoa pole kwa Padre Dr. Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Lakini pia pole kwa baraza zima la maaskofu na kanisa kwa ujumla kufuatia tukio la kushambuliwa na kuumizwa vibaya wakati akiwa kwenye makazi yake. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa kupitia kwa makamu rais wa TEC hapa. Napenda niwahakikishie Watanzania na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta,
kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 aya ya 19 ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana Watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Uamuzi wa Baba Mtakatifu Francisco kuunda jimbo hili jipya sio tu umeipa Bagamoyo hadhi, lakini pia umesogeza huduma za kichungaji kwa waamini na utaongeza kasi ya uinjilishaji. Na bila shaka kusogeza kwa huduma za kichungaji kutaongeza pia upatikanaji wa huduma za kijamii zinazotolewa na kanisa. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kuhakikishia waamini wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo na Watanzania wote kuwa serikali inathamini sana mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki na madhehebu mengine ya dini katika kuimarisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii na hususan afya na elimu. Aidha, serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa dini na taasisi zake ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuhudumia umma wa Watanzania. Na serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imesema ipo katika mkakati wa ujenzi wa viwanda 948 ili kuwasaidia wananchi hususan vijana kutumia miradi hiyo ya kimkakati kujikwamua kiuchumi. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri mwenye dhamana ya Viwanda na Biashara Dr. Suleiman Jafo jijini Arusha. Tunaungana na mwandishi wetu Amina Ngahewa. Kongamano hilo limeandaliwa na Mkuu wa Mkoa wa Arusha Paul Makonda na kuwakutanisha mawaziri, wafanyabiashara pamoja na wawekezaji ili kujadili masuala mbalimbali yanayoweza kuwasaidia wananchi kutambua mahali fursa za kiuchumi zinakopatikana. Tunakuja na mkakati mkubwa wa ujenzi wa viwanda 948. Mkakati huu tunatarajia Daktari Samia Suluhu Hassan inshallah Mungu akijalia tutakuja kuuzindua. Mpango huu manake unatoa maelekezo katika mikoa yetu, mamlaka za serikali za mitaa, jinsi ya kujipanga kuhakikisha tunatengeneza utaratibu wa ujenzi wa viwanda. Ndio hili katika eneo hilo kuna swala zima la industrial park ambazo zinaratibiwa na Wizara ya Uwekezaji. Nia yetu ni nini? Tumejiwekea malengo, mpango huu utaenda ndani ya miaka 6. Tutapoanza 2025 huu tutaenda mpaka 2031. Katika eneo hili manake itailazimu kila mkoa kutengeneza viwanda 3 vikubwa, lakini 5 vya kati, 20 vidogo na 20 na 30 vidogo kabisa. Mjunguiko wake huu unatengeneza viwanda 948 kwa muda wa miaka 6. Matarajio yetu ni kwamba eneo hili la viwanda hivi tutatengeneza ajira milioni 6.5. Kati ya hizi ajira hizo milioni 148 ni kwa ajili ya direct employment na nyingine indirect employment. Jambo kubwa licha ujenzi wa viwanda vipya, zoezi kubwa ni swala zima la kuweka mikakati ya ufufuaji wa viwanda vile vya zamani vilivyobinafsishwa ama vingine ambavyo vinafundisha kama kiwanda cha General Tyre. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa, Waziri wa Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo pamoja naye Profesa Patrick Lumumba ambaye ni mwanamajumui ya Afrika wanaeleza changamoto zinazokwamisha masuala ya maendeleo ya kiuchumi pamoja na kubainisha ni hatua gani za kupiga kuzifikia fursa kwa macho chanya. Ili ndoto hii iweze kufikiwa, ni lazima tukabili changamoto mbalimbali. Na moja ya changamoto kuu ambayo nimeiona imekuwa kikwazo kwa muda mrefu ni migogoro ya mipaka ya ardhi, migogoro ya mirathi. Kutopangwa na kutopimwa kwa maeneo ya makazi,
na maeneo ya biashara. Tumebadilisha mitaala ili watu wetu tunaoandaa hapa wawe na uwezo sio tu wa kufanya kazi Tanzania, lakini uwezo wa kuchangamkia fursa huko duniani ambazo zinaibuka sana. Katika Afrika Mashariki tukipata wageni milioni 2, iwe ni Kenya, iwe ni Tanzania, tunasherehekea kwa nderemo na vifijo. Wageni milioni 2. Nchi ya Singapore inapata wageni kwa mwaka wasiopungua milioni 30. Wakati ni sasa wa kujiuliza ni hatua zipi ambazo tutazipiga ili taifa ya Tanzania kupitia katika sehemu hii, kanda hili la Arusha, itapiga hatua hizo na kupitia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Umoja wa Afrika. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngaheo. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji nchini limekemea vikali wananchi wanaotumia namba ya simu ya dharura kwa matumizi yasiyo sahihi na kuwataka waitumie pindi yanapotokea majanga ili waweze kuchukua hatua za kukabiliana nayo. Nora Damian ana undani wa taarifa hii. Onyo hilo limetolewa na msemaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji nchini, Naibu Kamishna Puyo Zalaemis, wakati akizungumzia maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani inayoadhimishwa Mei 4 kila mwaka. Amesema jeshi hilo linaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya wazimamoto duniani, akisema kuwa wataendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha wanalinda maisha na mali za Watanzania dhidi ya majanga mbalimbali. Mimi nawapongeza wananchi sasa hivi. Wengi wao wanauelewa wa namba hii ya dharura. Kwa sababu tukiangalia takwimu tena wameenda mbali zaidi. Sasa hivi hatuitii matukio ya moto mengi. Tunaitiwa matukio ya uokoaji. Hiyo ni nini? Maana yake ni kwamba wananchi wameelewa kwamba kumbe zimamoto sio kuzima moto tu, bali ni uokoaji. Kwa hiyo unakuta takwimu za uokoaji zimezidi kuongezeka. Lakini simu zinafanyaje? Tunasema simu zinaita. Tunawapongeza wananchi kwa kuelewa matumizi ya 114. Lakini tunakemea vikali wale ambao bado wanafanya matumizi ya 114 pasipokuwa na usahihi. Kwa sababu ile ni simu ya dharura. Yamkini wakati wewe unapiga hapa 114, kuna ndugu yako kabisa anahitaji msaada. Kwa hiyo unamkwamisha yule kupata nini? Msaada. Na wale ambao wamekuwa wakijaribu, tunaendelea na tunachukua hatua kali kabisa za kinidhamu, ikiwa ni kufikishwa mpaka mahakamani. Hii ni siku ya muhimu ya kutafakari, kutambua na kuthamini mchango mkubwa wa maafisa na askari wa zimamoto katika kulinda maisha na mali za wananchi dhidi ya majanga mbalimbali yakiwemo majanga ya moto, tetemeko la ardhi, mafuriko, maporomoko ya udongo pamoja na ajali za barabarani na dharura zingine zozote ambazo hazihusiani na jinai. Nchini Tanzania tumeshuhudia matukio makubwa ya majanga ya moto, maporomoko, lakini wazimamoto na waokoaji wetu waliweza kujitokeza kwa ujasiri kuokoa maisha na mali za wananchi. Leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wazimamoto duniani, msisitizo mkubwa ambao umetolewa ni kwa wananchi kutoa taarifa kwa haraka pindi majanga yanapotokea. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari na habari kuu usiku huu. Serikali yalaani vikali na kukemea tukio la kushambuliwa na kuumizwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Dr. Charles Kitima. Na katika habari za kimataifa na habari nchini Burundi, wakemea vitendo vya mateso dhidi yao. Na katika michezo, Simba wajifua vyema kwa winda mafande JKT Tanzania kesho kunako ligi kuu. Wauguzi mkoani Geita wamekumbushwa kuzingatia viapo na maadili ya kazi zao kwa kuwa Watanzania wanategemea kupata huduma ya matibabu kutoka kwao.
Michael Bundala na taarifa kamili. Hizi ni shamra za maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani. Na hapa ni katika wilaya ya Bukombe ambapo maadhimisho haya yamefanyika katika kituo cha mabasi cha Ushirombo, yakianza kwa maandamano ya amani. Maadhimisho haya katika wilaya ya Bukombe yameadhimishwa mapema kupisha yale ya kitaifa yatakayofanyika katika mkoa wa Tanga Mei 12 mwaka huu. Mgeni rasmi katika siku ya wauguzi wilaya ya Bukombe, Martin Shigela, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Geita, akizungumza katika maadhimisho haya yaliyofanyika wilayani Bukombe, anawakumbusha wauguzi kwamba wanatakiwa kuzingatia viapo vyao pamoja na maadili ya kazi yao, kwa kuwa Watanzania wanawategemea kupata huduma ya matibabu. Kwa hiyo leo mnapoadhimisha na kukumbushana mlikotoka, kukumbushana mafanikio, kukumbushana changamoto zinazowakabili, muamini serikali inazitambua. Tunatambua nafasi kubwa ya wauguzi ambao kwa lugha nyepesi ukienda mtu ukamwambia nimekutana na muuguzi, mwingine anaanza kudhani ndo mganga, kumbe ni nesi. Na jina ambalo limezoeleka sana kwa watu wetu nesi. Kwa hiyo kazi yenu ni njema, na mimi sina budi kuendelea kuachia moyo. Muendelee kuzingatia kiapo chetu, muendelee kuzingatia maadili ya kazi, muendelee kuzingatia kwamba wanaokuja kupata huduma hawana mahala pengine pa. Muuguzi mkuu wa mkoa wa Geita, Jacinta Boniface, akizungumzia umuhimu wa wauguzi, ameomba inapotokea muuguzi ameteleza katika utekelezaji wa majukumu yake, ni bora akakumbushwa maadili ya kazi yake pamoja na kupewa onyo ili kumkumbusha kufanya majukumu yake ipasavyo. Sisi kwenye idara tunaheshimu sana nafasi yao hiyo kubwa, na kwa kweli wanafanya kazi kubwa sana. Niendelee kuungana tena na RAINEO kuomba pale tunapokutana na muuguzi kwa sababu yoyote ile ameteleza na kufanya vibaya, basi tuendelee kuonyana kwa upendo na kukumbushana maadili yetu. Katibu wa chama cha wauguzi wilaya ya Bukombe, Leudegard Malko, amesema wilaya ya Bukombe inakabiliwa na upungufu wa wauguzi pamoja na nyumba za watumishi wa afya. Idara yetu ina upungufu wa wauguzi kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, jambo ambalo wateja wetu hutumia muda mrefu kusubiri kupata huduma. Naiomba serikali iongeze kasi kwa ajili kadri inavyoongeza kasi kujenga vituo vya kutolea huduma. Changamoto ya pili, uwepo vituo vingi vya kutolea huduma za afya visivyokuwa na nyumba za watumishi, jambo linalohatarisha usalama wa watoa huduma nyakati za usiku na kusababisha vituo kutotoa huduma kwa masaa 24. Siku ya wauguzi duniani ilianza kuadhimishwa tangu mwaka 1974 na sasa kila ifikapo Mei 12 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kumuenzi mwanzilishi wa siku hiyo, Florence Nikinare, aliyetoa huduma ya kiuguzi katika mazingira magumu wakati wa vita vya pili vya dunia. Na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limesema jumla watahiniwa 134,390 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 unaoanza kesho katika shule zote nchini. Baraza hilo limesema pia watahiniwa 10,895 wanatarajiwa kufanya mitihani ya walimu ngazi ya cheti na stashahada inayoanza kesho katika vyuo 68. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mtendaji wa NECTA Dr. Said Mohamed amesema maandalizi ya mtihani huo yamekamilika na kuwataka wasimamizi kusimamia mitihani hiyo kwa weledi na uadilifu ili kila mtahiniwa apate haki yake. Baraza limekamilisha usambazaji wa mitihani husika, vijitabu vya kujibia na nyaraka zote muhimu katika mikoa yote nchini. Aidha, baraza kupitia kamati za mitihani za mikoa na halmashauri limeendesha semina kwa wasimamizi wote pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo vya mitihani ni tulivu na salama kwa ufanyikaji wa mitihani hii.
Ndugu wanahabari, mtihani wa kidato cha 6 ni muhimu kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa, stadi na umahiri wa wanafunzi katika maeneo waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya elimu ya sekondari ya juu, ambapo matokeo yake hutumika kuchagua wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati katika fani mbalimbali za utaalamu wa kazi. Kwa upande wa mtihani wa walimu, lengo ni kupata walimu makini ambao watafundisha katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyokwisha fanyika, baraza linatoa wito kwa kamati za mitihani kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linawataka wasimamizi walioteuliwa kusimamia mitihani kwa weledi na uadilifu wa hali ya juu na kuzingatia kanuni za mitihani, taratibu na miongozo ya baraza ili kila mtahiniwa apate haki yake. Aidha, wasimamizi wahakikisha watahiniwa wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa watahiniwa wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa watahiniwa wenye uoni hafifu. Aidha, watahiniwa wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama kanuni za mitihani zinavyoelekeza. Kwa upande wa watahiniwa, tunaamini kuwa mmeandaliwa na kujiandaa vizuri, hivyo baraza halitarajii kuona mtahiniwa anajihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika matokeo yake yatafutwa kwa muda. Na wajumbe wa bodi ya nishati vijijini wamefanya ziara ya kutembelea gereza kuu la Butimba lililopo jijini Mwanza kwa lengo la kukagua utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mifumo ya nishati safi ya kupikia katika taasisi hiyo. Vijini yapo na taarifa kamili. Ziara hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, linalozitaka taasisi zote zinazotoa huduma kwa watu zaidi ya 100 kuhakikisha zinatumia nishati safi na salama ya kupikia ili kulinda afya za watumiaji na mazingira kwa ujumla. Akizungumza mara baada ya kukagua utekelezaji wa agizo hilo, mjumbe wa bodi ya nishati vijijini Bwana Florian Ahule amesema kuwa REB imeridhishwa na hatua ambazo tayari zimechukuliwa na uongozi wa gereza hilo katika kuanza kutumia nishati safi ya kupikia, ikiwa ni ishara ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuimarisha matumizi ya nishati mbadala katika taasisi za umma. REA tuliingia makubaliano na Jeshi la Magereza katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati safi ya kupikia inapatikana katika magereza zote nchini. Na hili ilikuwa ni kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais ambaye alipenda kuona kwamba kwenye taasisi zote ambazo zina hudumia watu zaidi ya 100 basi uwepo na uwezekano wa makusudi wa kubadilisha nishati ya kupikia kutoka nishati safi isiyo salama, kutoka nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na leo tumekuja hapa ili tuone hatua za utekelezaji huo zimefikia wapi. Kikubwa tulichokiona kwamba wenzetu Butimba walikuwa proactive baada ya Mheshimiwa Rais kuagiza kwamba taasisi zinazohudumia zaidi ya watu 100 zibadilike kwenye matumizi ya nishati, kuachana na nishati mbaya na isiyokuwa salama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Tumeona kwamba wenzetu walianza utekelezaji huo kwa mapema zaidi. Kwa hiyo pamoja kwamba tumeingia makubaliano na Jeshi la Magereza, hapa sisi REA tunakuja kuboresha pale ambapo wenzetu wa Jeshi la Magereza hapa Butimba walipokuwa wameanza. Vilevile bodi ya nishati vijijini wameshuhudia Jeshi la Magereza wakipika chakula kwa kutumia gesi ya kupikia LPG pamoja na kutumia mkaa mbadala. Kwa upande wake, mkuu wa gereza la Butimba, kamishna msaidizi wa magereza ACP Masanja Maharangata, ameishukuru bodi ya nishati vijijini pamoja na wakala wa nishati vijijini REA kwa kuanzisha mradi huo. Ziara hii imeonyesha utayari wa serikali
kupitia REA kushirikiana na taasisi za umma kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi na endelevu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kutunza mazingira, kulinda afya na kuimarisha ustawi wa jamii. Virginia Paul, Sky TV. Na tuelekee mkoani Mbeya ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga ameomba viongozi wa serikali za mitaa kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi katika bonanza la michezo linalolenga kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Akiongoza mbio hizo kutoka Kabwe hadi uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga amesema ili kuunga mkono jitihada za Dr. Tulia Ackson ni vyema wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki mashindano hayo. Mchezo hii ni gharama. Niwaombe viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa wezaji wa madiwani pamoja na watendaji wa kata wahimize wananchi siku hiyo wafike hapa uwanjani, uwanja huu wa Sokoine tuweze kuujaza. Na mimi kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya niwaombe sana wananchi kujitokeze kwa wingi kwenye michezo. Mnaona kabisa kwamba watu wanahimiza swala zima la amani. Hatutamkumbia macho yote ambaye atapenda kuharibu amani yetu na utulivu wetu wa mkoa wa Mbeya. Afisa habari kutoka taasisi ya Tulia Trust, Joshua Edward, amesema ikiwa ni msimu wa 9 tangu waanze kufanya mbio hizo, kwa sasa wameongeza mchezo mwingine ujulikanao kwa jina la long jump, lakini pia wanategemea kuwa na wanariadha kutoka nje ya Tanzania. Tegemea kwenda kufanya mashindano haya ambapo mwaka huu 2025 ambao ni msimu wa 9 tumekuwa na ongezeko la mchezo mmoja ambao unajulikana kama long jump ambao utafanyika pia na utakuwa na washindi wake. Kwa hiyo tunaendelea kutegemea kwamba kadri muda unavyokwenda tutaendelea kuona namna gani tunaweza tukaongeza na michezo mingine kuhakikisha kwamba sasa Mbeya inaendelea kuwa kitovu cha kutoa wana michezo mbalimbali. Tegemea kiongozi pia ataongoza mbio hizi, Dr. Tulia atakuwepo. Kwa hiyo tuwaalike sana Watanzania wote, tuwaalike wana Mbeya kuja kushiriki hapa. Lakini tunategemea wanariadha wengi kutoka mataifa mbalimbali kuja kushiriki kwenye mashindano haya ya Mbeya Tulia Marathon. Baadhi ya viongozi wa klabu mbalimbali waliohudhuria mbio hizo wakatoa wito kwa klabu zote nchini kuweza kushiriki katika mashindano ya Betika Tulia Marathon. Tumejipanga vizuri sana kwa hii marathon, lakini pia mimi natokea Dar es Salaam. Nimetokea Dar, nimekuja hapa Mbeya kwa ajili ya hii marathon ya Tulia. Huwa kila mwaka huwa nashiriki. Lakini mwaka huu imekuwa babu kubwa sana. Kama leo ruti ya leo amsha leo tumekimbia na Field Force toka mkoani Mbeya, imekuwa ruti nzuri sana. Lakini natoa wito kwa wana mazoezi, kwa runners wote, tunapolipia tunachangia kuwasaidia watu ambao wenye mahitaji. Hatuwezi kutoa msaada wengine kwa pamoja, lakini tunapochangia, tunapolipia, tunapojisajili, ina maana tunachangia kusaidia watu ambao wana mahitaji. Nasikia rais wetu Mama Samia akisema kwamba tujenge utamaduni wa kufanya mazoezi, na sisi kama watu wa jogging tunaungana na Mheshimiwa Tulia kuungana katika kukimbia katika hizi marathon za Betika Tulia Marathon. Tunaomba jogging zote nchini Tanzania, najua umoja wetu wa jogging ulivyo, tuungane kuunga mkono katika Betika Tulia Marathon hiyo tarehe 9. Nikiripoti kutoka viwanja vya Sokoine jijini Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea tutangazia katika habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Neema Mwasenga. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania, Bwana Hamisi Luvende, ameipongeza serikali kwa kuwashirikisha wafanyabiashara katika maonesho ya Expo 2025 Japani. Bwana Hamisi amesema jumuiya hiyo inaahidi kushiriki kikamilifu, huku akiamini kwamba wataweza kujifunza, kupata bidhaa na teknolojia mpya pamoja na kufungua milango ya ushirikiano wa kibiashara kimataifa. Na mimi nashukuru kwa nafasi hii tuliyopata kwa serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara na kutushirikisha katika maonyesho haya ambayo yameshaanza na yatamalizika mwezi Oktoba. Na tumekuja hapa, tumepewa ile ratiba ya maonyesho, siku za kushiriki, siku za kongamano, siku ya kitaifa na biashara zingine. Na tunachoweza kusema ni kwamba tutashiriki kwa kikamilifu kwenye maonyesho hayo. Lakini pia kuna dirisha lingine tumeambiwa kwamba hata watu ambao wanataka kwenda kukutana na wazalishaji au wafanyabiashara wengine wa sekta mbalimbali za kimataifa na huko Japani wanaweza kwenda wakafanya vikao mbalimbali na watu wa kule, manake biashara si kuuza tu na kununua pia ni biashara. Kwa hiyo kwa hizo fursa zote mbili zipo za sisi kwenda kupeleka bidhaa zetu, lakini pia kwenda kutafuta bidhaa za kuleta huku, lakini pia kwenda kutafuta kampuni za kushirikiana nazo katika mambo mbalimbali. Yote hata watu wa kwenda kushiriki katika mambo hayo yote ambayo yameelekezwa hapa, na tunashukuru sana kwa fursa hii. Tutaitumia vizuri, tutaungana na serikali katika kufanikisha jambo hili na tutegemea matokeo chanya baada ya maonyesho haya. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Chemba ya Biashara Zanzibar ZNCC Bwana Hamadi Hamadi amewataka wadau wa sekta binafsi kushiriki kwa wingi, hususan walioko kwenye sekta za kilimo na uchumi wa bluu kama vile wakulima wa mwani, ili kukuza biashara zao kupitia masoko ya kimataifa. Sisi kama sekta binafsi ya Zanzibar tutashiriki katika expo hii katika sekta zetu mbalimbali ikiwemo ya utalii, uchumi wa buluu, viwanda, kilimo na sekta nyingine zote. Lakini specifically kwa vile nchi yetu ya Zanzibar na Tanzania tunajikita zaidi katika uchumi wa buluu, basi tunawahamasisha watu wakulima wa mwani wanaoongeza thamani za mwani, wakulima wa majongoo ya bahari na watu wengine ambao wanajishughulisha na shughuli za bahari au uchumi wa bahari, basi washiriki katika expo hii kwa ajili ya kwenda kuongeza au kuinua biashara zao zaidi. Sisi kama Chamber of Commerce tunasaidiana na wizara zetu za biashara katika kuratibu upande wa sekta binafsi, na tutahakikisha kwamba kila ambaye atashiriki anafaidika na tukio hili kubwa. Tutaandaa booklet au rasimu au tuseme ni profile kwa biashara zote ambazo zitashiriki katika kongamano hili, katika expo hii, ili hata kama hukupata nafasi ya moja kwa moja kuzungumza na watu ambao watatembelea banda la Tanzania, lakini angalau taarifa zako zikiwepo kidijitali, utaweza kuonekana na kuweza kutanua biashara zako. Naomba ni wanasihi wafanyabiashara wote wa Zanzibar, wakubwa, wakati na wadogo, washiriki katika expo hii kwa ajili ya kuinua biashara zao. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Neema Mwasenga. Na mtazamaji, ni habari za biashara na uchumi, na moja kwa moja kwa sasa zinatupa wasaa wa kuungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni wanahabari nchini Burundi wamekemea vitendo vya mateso dhidi yao. Habari za kimataifa. Nam ni wasaa wa habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga, karibu.
Wavamizi wa vyombo kadhaa vya habari nchini Burundi wamechukua hatua adimu ya kukemea matendo ya kuwashambulia waandishi wa habari, wakisema hali inazidi kuwa mbaya wakati uchaguzi wa bunge ukikaribia. Wakati wakiadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, wakurugenzi wa vyombo 8 vya habari vya kibinafsi nchini Burundi walitia saini Jumamosi ya Mei 3 mwaka huu taarifa ya pamoja wakieleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu vitendo vya vitisho vinavyofanywa dhidi ya waandishi wa habari. Wakuu wa redio Bonesha FM, Indundi Culture, Radio Television Isanganiro, Akeza Neti, Irisi News, Jono Iwachu, Jimbere Magazine na Yaga Burundi wamekemea matukio ya kushambuliwa waandishi wa habari kufuatia tukio la Jumatatu iliyopita ambapo mwandishi mmoja wa habari alipigwa alipokuwa akiripoti. Mwandishi huyo ni Willy Kwizera wa Radio Bonesha FM ambaye alikamatwa na wanachama wa umoja vijana wa chama tawala CNDD-FDD maarufu kama Imbonerakure alipokuwa akiendelea na shughuli zake katika chuo kikuu cha Burundi mjini Bujumbura. Kwizera alilazwa hospitalini na bado anapokea vitisho. Mmoja wa wafanyakazi wenzake aliliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa. Mmoja waliotia saini taarifa hiyo ya pamoja amesema kuwa kwa sasa nchini Burundi kunashuhudiwa mazingira yasiyovumilika kwa waandishi wa habari. Hii ni mara ya kwanza kwa waandishi wa habari mashuhuri kupaza sauti kwa pamoja nchini Burundi tangu mwaka 2015 wakati mzozo wa kisiasa ulipelekea vyombo kadhaa vya habari kufungwa na kuharibiwa, huku karibu waandishi 150 wakilazimishwa kukimbia nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki. Tutazame taarifa nyingine. Raia wa Romania leo Jumapili wanapiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais ambao kutegemea na matokeo yake unaweza kumpa nafasi mgombea mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia George Simioni kutwaa madaraka. Iwapo kiongozi huyo atachaguliwa, hali hiyo itasababisha kuongezeka kwa makundi ya watu wanaozingatia utaifa katika nchi za Umoja wa Ulaya kwa kufuata mtindo wa uongozi wa rais wa Marekani Donald Trump. George Simioni wa chama cha kisiasa cha AEUR mwenye umri wa miaka 38 anapinga msaada wa kijeshi kwa nchi jirani ya Ukraine na pia ni mkosoaji wa uongozi wa Umoja wa Ulaya, na anasema anaambatana na mtazamo na msimamo wa rais wa Marekani wa kuirudishia hadhi ya nchi yake maarufu kama MAGA. Waromania takribani milioni 1.98 sawa na 11% walisajiliwa kupiga kura. Walikuwa wamepiga kura kufikia saa 1 asubuhi. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Wanajeshi wapatao 11 wameuliwa na wapiganaji wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS katika jimbo la Yobe kaskazini mashariki mwa Nigeria. Vyanzo vya kijeshi nchini humo vimesema mauaji hayo yametokea baada ya wapiganaji wa IS wa maeneo ya Afrika Magharibi ISWAP kuishambulia kambi ya jeshi iliyopo katika mji wa Bunigari ulio kilomita 60 kutoka Damaturu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Yobe. Huenda idadi ya wanajeshi waliouawa ikaongezeka kwa sababu baadhi ya wanajeshi bado hawajulikani walipo. Kambi hiyo imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na wapiganaji wa itikadi kali za kidini. Vyanzo vya kijeshi ambavyo havikutaka kutangulishwa vimesema washambuliaji hao wa IS walipora silaha na kisha waliichoma kambi hiyo ambako magari na majengo kadhaa ya kijeshi yaliteketea. Uasi huo uliodumu kwa muda wa miaka 16 umegharimu maisha ya zaidi ya watu 40,000 na kuwalazimisha takribani watu milioni 2 katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria kuyakimbia makazi yao. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Ni katika habari za kimataifa na Pius Jayunga, na moja kwa moja kwa sasa mtazamaji tunapata mapumziko mafupi, na tukirejea tutaungana na mwanamichezo wetu Johannes Mai kwa tujuze kuna kwa michezo kunani.
Uwaligani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanza na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, JKT Tanzania dhidi ya Simba utakaochezwa kesho katika dimba la Meja Jenerali Samoyo. Makocha wa pande zote mbili wamezungumza maandalizi yao kuelekea mchezo wa kesho. Kwa kweli kwanza tunamshukuru Mungu kiukweli, maandalizi yanaenda vizuri kabisa kama nilivyosema juzi. Tuna wakati mgumu, kila baada ya siku mbili tuna mechi, kwa hiyo ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu baada ya mechi ya juzi hatujakuwa na injury yoyote na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili ya maandalizi ya JKT Tanzania. Kwa hili kwa kweli kinatupa imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wachezaji wazoefu, ina mwalimu mzuri. Haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah. Amina. Ni tatizo ambalo kiukweli limekuwa linakuja linajirudia na tumekuwa tunajifanyia sana kazi. Hata juzi nafikiri limejitokeza tena, lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi. Kwa hiyo na imani katika mchezo wa kesho, nafasi zitakazopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. Nafikiri nimesema awali kwamba hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana, na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha pamoja na ugumu wao, na katika uwanja wao tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Ya Simba, tunashukuru Mungu tumefanya maandalizi vizuri na leo ndio ilikuwa session ya mwisho kuelekea kwenye mechi. Tunamwomba Mungu kesho akijalia tuweze kucheza huo mchezo tu. Kile ambacho kilitokea mchezo uliopita, kama walimu tayari tumeshakifanyia marekebisho, tushajua tulikosea wapi, na tunashukuru vijana walielewa kipi walichokuwa wamekosea, nao tumeweka plan kwa ajili ya game inayofuata dhidi ya Simba. Kwenye mpira kila game huwa kuna plan yake, na Simba sio mara ya kwanza kukutana nao. Simba tushakutana raundi ya kwanza, tulipoteza huo mchezo kwa mkwaju wa penalti. Tunaenda kukutana nao tena. Tunachoweza kukisema tumejiandaa kukabiliana nao ndio watakapokuepo. Ukisema tunaiheshimu sana Simba. Simba ni timu kubwa. Simba ina experience sana. Lakini narudia tena kusema kila game ina game plan. Jinsi utakapocheza na Simba, kuna game plan ya kucheza na Simba. Sisi tumejiandaa kucheza na Simba. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na Tanzania imepoteza kwa kuchapwa bao moja kwa bila dhidi ya Sierra Leone katika mashindano ya Kombe la Afrika chini ya umri wa miaka 20. Hii inakuwa ni mechi ya pili mfululizo kwa Tanzania kupoteza baada ya mechi ya kwanza kufungwa na Afrika ya Kusini. Tanzania wataendelea kampeni yao dhidi ya Zambia ambapo watahitaji ushindi katika kuweka matumaini hai ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanavuka katika hatua inayofuata. Na tukikuwa pia katika habari za kimataifa, moja kwa moja tunaanza na klabu ya Everton. Wanafikiria kumrejesha mshambuliaji wao wa zamani Richarlison mwenye umri wa miaka 27 katika klabu hiyo, huku Tottenham Hotspur zikiripotiwa kuwa tayari kukubali ada ya pound milioni 40. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Christopher Nkunku mwenye umri wa miaka 27 ameamua kuchukua maamuzi ya kuondoka katika klabu ya Chelsea msimu huu wa joto, lakini mpaka hivi sasa bado hakuna klabu iliyoweka wazi kuwa ataenda kuelekea kuitumikia msimu unaofuata. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani. Kwake Mindi Joseph. Ni mwanamichezo Johannes Michael akitujuza kwa namna hiyo kunako michezo. Na mtazamaji, moja kwa moja kwa sasa tuangazia kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu, na huu ni utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria pamoja na kwa ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Tanganyika. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi.
Kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika ukanda wa pwani yote. Watumiaji wa bahari na wakazi wanaokaa pembezoni mwa bahari ni vyema kuchukua hatua stahiki. Na viashiria vya mvua bado vinaonekana kuendelea katika maeneo machache ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na pwani ya kaskazini. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na pwani ya kaskazini. Mtu mkazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Na kwa usiku huu ni matarajio yetu katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na mvua na ngurumo. Kanda ya kati panatarajiwa kuwa pakavu. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, ukanda wa Ziwa Victoria, pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kanda ya kati panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Ruvuma, Lindi, Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa baadhi ya miji hapa nchini kwa siku 4 zijazo. Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Dodoma tunatarajia hali ya ukavu. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kilimanjaro tunatarajia mvua katika maeneo machache. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 6 pamoja na vipindi vya ukavu. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha tunatarajia mvua katika maeneo machache. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Mariam Fares. Na mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa nafika tamati. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV na nikutakie usiku mwema. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Je, unatafuta fursa ya kazi na kipato cha haraka? Je, wewe ni kijana mwenye juhudi unayeweza kufanya kazi kwa uhuru na uko tayari kusambaza taarifa za bidhaa bora kabisa ya runinga nchini? Sky International TV inawatafuta vijana wa mauzo kutoka mikoa yote ya Tanzania kwa ajili ya kusambaza vipeperushi na kutangaza huduma zetu kwa wananchi. Kama uko tayari kuwa sehemu ya mapinduzi ya habari na burudani Tanzania, jitokeze sasa. Tuma ujumbe wenye jina lako, umri, mkoa na namba ya simu kwa simu namba 0673 33 61 99 au kwa WhatsApp namba 0792 88 86 42 au kwa email skyinternationaltv@gmail.com.
au unaweza kufika ofisi zetu zilizopo katika jengo la Kato Plaza, mtaa wa Majengo, jijini Dodoma. Sky International TV, above the limit.